Naitwa Kwagirwa Ruben Samtagwa Mamba la Iguana ni Longishu, mbunge wa jimbo la Handeni mjini. Nimewaita hapa ili tuweze kuzungumza. Ninayo machache ya kuzungumza kuhusu hoja ambayo imetangazwa na serikali kupitia mpango ambao umekuwepo wa muda mrefu. Lakini majuzi Mheshimiwa Rais wakati anazindua mradi wa Same Mwanga, mradi wa maji, alikumbushia pia hoja hiyo ya Tanzania kununua umeme kutoka Ethiopia kwa ajili ya mikoa ya kaskazini. Sasa nimekuja kuongea na ninyi kwanza kama mtu anayetoka miongoni mwa hiyo mikoa ya kaskazini. Kama mnavyofahamu, mikoa ya kaskazini inatengenezwa na Arusha, tengenezwa na Tanga, Manyara pamoja na Kilimanjaro. Kwa mimi ni mbunge mwakilishi wa wananchi wa kaskazini wa mikoa hiyo iliyotajwa, ninayetokea jimbo la Handeni mjini. Kwa nimeona si vyema sana hoja hii inapojadiliwa, wenzetu wanaoshiriki kuijadili hoja hii si vyema sana wasiposikia sisi watu tunaotoka mikoa hiyo ambao Mheshimiwa Rais ameisema tunasema nini. Kwa ni vizuri mjadala huo akiwa anaendelea nao watambue pia sisi Watanzania wenzao tunaotoka mikoa hiyo ya kaskazini ni nini maoni yetu na tumeipokeaje kauli ya Mheshimiwa Rais kwamba sasa tunakwenda kupata umeme kutoka Ethiopia kwa mikoa yetu ya kaskazini. Jambo la kwanza ambalo lazima tukubaliane na tulifahamu Watanzania wote kwenye mjadala huu mpana unaoendelea ni kwamba swala la umeme lina mambo makubwa matatu. Kwanza, uzalishaji, mahala ambapo umeme unazalishwa. Pili, mahala ambapo unasafirishwa, namna ya kusafirisha kutoka kwenye chanzo pale ulipozalishwa, lakini na namna ya kusambaza ili kuwafikia wananchi kwenye shughuli zao za kila siku. Kwenye upande wa uzalishaji, sisi kama nchi kwa maana ya Tanzania tumepiga hatua kubwa sana, na hatua ambayo kwa kweli ni ya kupongezwa. Na mimi nichukue nafasi hii nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Hivi tunapozungumza hivi sasa pale Kinyerezi tu tuna megawati karibia 125. Lakini Kinyerezi 1 extension pana mitambo kama 4 na yote kila mmoja unazalisha megawati 40. Kwa hiyo tuna megawati kama 160 pale. Sasa ukichukua bwawa la Mwalimu Nyerere megawati 2115, ukachukua Kidato megawati 204, Kehansi 180, Mtela megawati 80, Lusumo megawati 80, pale Hale kwetu nakotoka Tanga, mkoa wa Tanga tunazalisha megawati 68. Lakini Nyumba ya Mungu upande ule wa Kilimanjaro kuna megawati 8 na vyanzo vingine vidogo vidogo ambavyo hapa sitavizungumzia. Hilo linajumuisha eneo la uzalishaji kwa nchi yetu. Lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi, serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, ndani ya miaka hii ambao Mheshimiwa Rais Samia amekuwa kwenye madaraka, imefanya mapinduzi makubwa sana katika kuhakikisha tunapata miundombinu thabiti ya kusafirisha umeme. Tunao mradi mkubwa wa kitaifa, mradi wa gridi imara, mradi wa gridi ya taifa. Mradi ambao tunajenga kituo kikubwa sana cha kupozea umeme pale Chalinze. Lakini tunajenga kituo kikubwa sana cha kupozea umeme kule Nyakanazi. Lakini vile vile kupitia World Bank na African Development Bank, nchi nyingi za Afrika na sisi Tanzania tukiwemo, nchi za East Africa na nchi za SADC, tunaunganisha grid zetu kwenye East African Power Pool pamoja na SADC Power Pool. Yaani kwamba grid ya taifa ya Tanzania iweze kuungana na grid ya taifa ya Kenya, iweze kuungana na grid ya taifa ya Ethiopia na nchi za SADC. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTIVATE anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote
wa kidato cha 4 kozi mbalimbali za kompyuta zikiwemo computer application, ICT for beginners, PC maintenance, video production, graphics design pamoja na CCTV camera. Pia mula mpya wa somo kwa kozi za IT, business, hotel management na front office. Kumbuka, sifa yetu kubwa ni ufundishaji kwa njia ya vitendo. Kwa maelezo zaidi, piga 0754464361 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi ni msingi imara.